Kwa hiyo tumeona wanawake ambao ni haramu kuwaoa, wa kauli sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yaharumu birradai ma yaharumu binnasabi, ni haramu kuoa kwa sababu ya kunyonya kama vile ambavyo ni haramu kuoa kwa sababu ya kuzaliwa. Yaani ule uharamu wa kuoana kwa sababu ya kuzaliwa na uharamu kwa sababu ya kunyonya uko pale pale, lakini lazima tujue kitu kimoja, aliyenyonya kwake ndio inakuwa haramu. Mfano, watu wamezaliwa wanaume 4 5, aliyenyonya kwa yule mwanamke ni mmoja tu kati yenu, yule tu ndo atakuwa haramu kuoa pale, wale alionyonya nao, lakini hao wengine sio haramu. Sisi tumeelewana? Nyinyi ndugu wengine sio haramu kuoa pale, ni haramu kwa yule aliyenyonya. Wa kauli sallallahu alaihi wasallam mal'unun man jamaa ma'ahu fi rahimi ukhtaini, amelaaniwa yule ambaye atakayekuwa amekusanya maji kwenye mfuko wa uzazi wa ndugu wawili, yaani mtu akawaoa ndugu wawili kwa pamoja, huyu ni mal'un, analaaniwa. Wa kauli sallallahu alaihi wasallam la yujmau baina mraati wa ammatiha, haolewi kati ya mtu na shangazi yake. Yaani unamuoa binti alafu unamuoa na shangazi yake kwa wakati mmoja, hairuhusiwi. Ukitaka kuwaoa hawa, waoe kila mtu kwa wakati wake, lakini kuwakusanya binti na shangazi yake hairuhusiwi. Mtume anasema la yujmau, isitokee wakakusanywa pamoja katika ndoa, baina almar'ati, baina ya binti wa ammatiha, na shangazi yake. Ammatiha mama yake mdogo ndio shangazi, wala baina almar'ati wa khalatiha, wala baina ya mke na ndugu yake. Sawa? Ukakusanya wadada wawili au dada na shangazi, sheria hairuhusu. Mke na mama yake mdogo, mke na shangazi yake, hairuhusiwi. Ama ni shangazi, khala ni ndugu ya mama yake, la yujmau baina almar'ati wa ammatiha, asikusanywe katika ndoa moja binti na shangazi yake, wala baina almar'ati wa khalatiha, wala baina ya binti na mama yake mdogo au ndugu ya mama yake, ukawaoa wote kwa pamoja, hairuhusiwi.